Wananchi wametakiwa kutojikuta wakigawanyika kwa misingi ya kidini, kikabila au kisiasa. Badala yake waenzi na kudumisha utambulisho wao kama Watanzania, kwa kuwa hilo ndilo linalowaunganisha na kuwapa dira ya pamoja. Wito huo umetolewa siku ya Novemba 23 mwaka 2025 katika wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, wakati kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mutafungwa alipokutana na kuzungumza na viongozi wa sungusungu, wenye viti wa serikali za vijiji na viongozi wa tiba asili kutoka tarafa za Ngudu, Nyamilama na Mwamashimba. Katika hotuba yake, kamanda Mutafungwa aliwahimiza viongozi hao na wananchi kwa ujumla kutoshiriki au kuruhusu vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani, kwani maendeleo ya taifa yanategemea mazingira tulivu. Namnukuu akisema, "Unakataje tawi la mti wakati uko juu ya tawi hilo? Ukiliangusha kweli utapona?" alihoji kamanda Mutafungwa, akisisitiza umuhimu wa kulinda amani iliyopo. Aidha, aliwataka viongozi hao kwenda kuwakumbusha na kuwaelimisha vijana pamoja na watu wote wanaoshawishika na makundi yenye malengo ya kuvuruga amani. Alisema, gharama ya kuitunza amani ni ndogo, lakini gharama ya kuirudisha amani iliyopotea ni kubwa mno. Usichezee amani tulionayo. Alihitimisha kwa kushawishi vijana kuipenda nchi yao, kuacha mitazamo hasi na kuchukua jukumu la kuitetea Tanzania kwa kila hali. Kwa upande wao, viongozi walioshiriki mkutano huo, mbali na kupongeza kazi nzuri iliyofanywa na jeshi la polisi, waliahidi kuyatekeleza maagizo ya kamanda mtemi wa sungusungu wilaya ya Kwimba, kanda ya Ziwa na Magharibi, Shimbi Mogani. Alisema wamekuwa na utaratibu wa kukutana kila mwisho wa mwezi kujadili namna ya kuimarisha usalama wa wananchi, hivyo wamefurahia kushirikiana na jeshi la polisi katika kikao hicho. Naye Agnes Ndenge, mkazi wa kata ya Mwanashimba, alisema, "Tunaomba nchi yetu iendelee kuwa na amani. Tumejifunza mengi. Tutaenda kuhamasisha amani katika maeneo yetu kama alivyoagiza kamanda Mutafungwa." Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Naomba sana tusigawanyike katika misingi ya aina yoyote hiyo. Jambo la msingi tunalotakiwa kuzingatia ni kwamba sisi ni Watanzania, au sio? Kinachotuunganisha sisi ni kitu gani? Utanzania wetu, si ndio? Tusigawanyike kwa misingi ya kidini. Tusigawanyike kwa misingi ya kisiasa. Tusigawanyike kwa misingi ya kikabila. Sisi ni watu gani? Ni watu gani jamani? Basi ndio la msingi hilo. Hilo moja. Lakini la pili, sisi tusikubali kushiriki mambo ya kuharibu maendeleo ya nchi yetu. Kamwe tusishiriki katika mambo yanayoweza kuharibu maendeleo ya nchi yetu. Tusiwe kama wale wanaochoma msitu wakati yuko kwenye mti. Unakata mti wakati uko kwenye nini? Huo mti ukianguka utapona? Utaumia. Niwaombe sana tusishiriki kuharibu maendeleo ya nchi yetu kwa kukubali, kwa kuruhusu amani ivunjike katika maeneo yetu tunayofanyia shughuli. Lakini lingine, niwaombe tuwakumbushe wale ambao pengine hawasikii, wanajaribu, tuwaambie amani gharama yake ni ndogo sana. Ni masikilizano. Amani gharama yake ni ndogo, au sio? Inahitaji kama hivi tunavyoongea masikilizano, si ndio? Lakini ikishatoweka kuirudisha, ndugu zangu, ni gharama kubwa. Kwa hiyo sikubali kupoteza kitu ambacho unacho kwa gharama ndogo ili je ukipate kwa gharama kubwa. Tuendelee kufanya masikilizano kama hivi tunavyofanya. Niwaombe sana, mkitoka hapa, nenda mkutane na makundi mbalimbali ya vijana. Kaeni muongee nao, wa kike na wa kiume. Waambie wanalo jukumu la kutunza amani ya nchi yao.
Tanzania ni nchi yao, hawana nchi nyingine tena ya kwenda. Hawana nchi ya kufanya nini? Lazima tuipende nchi yetu. Waambie msiwe na miemko kwenda katika mitizamo hii ambayo haifai. Waelekeze njia ambazo ziko sahihi, kwa sababu ninyi ni viongozi, tena viongozi ambao mmekabidhiwa dhamana inayohusu usalama, utulivu na amani ya wananchi, na kwa wananchi mnaoongoza katika kata, katika vijiji, katika kanda, katika tarafa. Tunaomba amani. Tulikuwa na waganga wa jadi tukiwemo na walokole. Naomba tuendelee kuwa na amani, nchi yetu iwe na amani. Yale kamanda aliyoyaongelea tunaenda kutekeleza, kuhamasisha watu wote wa huko kuendelea na amani, kulinda amani yetu ya Tanzania. Leo tulikuwa hapa kwenye kikao ambacho kimekusanya kama tarafa 3. Na maana tarafa ya Ngudu na tarafa ya Nyamilama pamoja na tarafa ya Mwamashimba. Lakini watu walioweza kukusanyika ni viongozi wa sungusungu pamoja na wenyeviti wa serikali za vijiji pamoja na viongozi wa Tibasi. Lakini lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tumeishi salama ndani ya wilaya yetu ya Kwimba pamoja na mkoa mzima, ikiwezekana na taifa kwa ujumla. Sisi tunazungumziaga mara kwa mara, kila mwezi huwa tuna taratibu zetu za kukutana na kuzungumza kuhakikisha kwamba tunaendeleza swala la ulinzi na usalama, na kwamba wananchi wote wanaishi salama pamoja na mali zao. Ndio maana hata leo tumefarijika kwa ajili ya kufanya kikao chetu kwa kushirikiana na OCD pamoja na kamanda RPC wa mkoa. Tumeweza kukaa naye, Mtafungwa ametoa maelekezo yake kuhakikisha kwamba tunadhibiti swala la uhalifu wa aina yoyote ndani ya wilaya Kwimba na ndani ya mkoa mzima wa Mwanza.